Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Maridhiano nchini Kenya, yaani NCIC, imemtaka gavana wa Nyeri ndugu Mutiha Kahiga kutoa maelezo rasmi kuhusu kauli zake zilizozua utata kuhusu kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM, yaani Raila Odinga. Kauli hizo zimezua hasira kubwa nchini Kenya, hasa baada ya Kahiga kusema kuwa kifo cha Odinga ni mpango wa Mungu ili kanda ya Mlima Kenya ipate faida kutoka kwa rasilimali za serikali ambazo zilikuwa zikitumika sehemu nyingine. Kahiga alidai kuwa makubaliano ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na marehemu Odinga yalibadilisha vipaumbele vya maendeleo ya serikali kuelekezwa zaidi katika kanda ya Nyanza, hali iliyodaiwa kumfanya mkoa wa Mlima Kenya kupoteza fursa za kimaendeleo. Tume ya NCIC imesema kuwa kauli hizo zinaharibu kwa kiasi kikubwa juhudi zilizofanywa kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa, na kwamba gavana Kahiga anapaswa kuwajibishwa kwa kuwa ni mtu anayeongoza katika nafasi ya umma. Katika taarifa yao ya Jumatano, tume ilionya kuwa kauli kama hizo si tu zinahuzunisha kumbukumbu za shujaa wa taifa hilo, bali pia zinaweza kuchochea migogoro ya kikabila na mivutano ya kijamii wakati taifa linapolia kiongozi wake wa zamani akipoteza uhai. Aidha, NCIC ilisifu baraza la magavana kwa kujitenga wazi na gavana Kahiga na kumwondoa katika nafasi yake ya makamu mwenyekiti wa baraza hilo. Hatua hii imeonekana kama ishara chanya ya kuimarisha maadili ya umoja, heshima na ujumuishwaji katika uongozi wa kitaifa. Kauli hizi za gavana Kahiga zilisababisha hasira kubwa kwa umma, huku wengi wakimlaani kwa kuonesha ukosefu wa hisia na taaluma katika kauli zake. Hali hiyo ilisababisha baraza la magavana kuamua kwa kauli moja kumwondoa Kahiga kutoka nafasi ya makamu mwenyekiti baada ya yeye kutangaza kujiuzuru. Baada ya shinikizo hilo, Kahiga aliomba radhi kwa familia ya Raila Odinga, chama cha Orange Democratic Movement yaani ODM, wenzake na wananchi wa kanda ya Nyanza, akibainisha kuwa maneno yake yalikuwa ya kibinafsi na hayawakilishi maoni ya watu wa Nyeri wala baraza la magavana wowote.